Kwa mtu yeyote ambaye amenifuatilia kwa takriban miaka 20 anajua kwamba mimi huwa nazungumza kinachostahili kusemwa. Kiwe kibaya, kiwe kizuri, kama kinastahili kusemwa huwa nakisema. Kwa hiyo kwamba upole manake ni nini? Upole manake ni kuacha kusema yanayohitaji kusemwa ili kumpendezesha nani? Kumridhisha nani? Naam, ni mazungumzo ya kwanza ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu kuzungumza baada ya kuachiliwa na Rais Mama Daktari Samia Suluhu pamoja na chama cha CCM. Bonyeza tu alama ya like na subscribe niweze kukujuza kwa undani zaidi yale ambayo yanaendelea kujiri katika nyanja za kisiasa. Na siku ya Alhamisi imekuwa siku ya afueni kwa wafuasi wa Chadema baada ya Tundu Lissu kupata maagizo kuachiliwa mara moja kupitia kwa jaji mkuu, ambapo aliagiza mahakama kuu iweze kumwachilia Tundu Lissu kwa kuwa hilo kosa la uhaini haikuwa kosa la uhaini bali ni kosa la kisiasa ya hapa na pale, ambapo Rais Mama Daktari Samia Suluhu alitumia fursa hiyo kumkamata Tundu Lissu na kosa la uhaini ambapo halikuwa sawa. Tuandike tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Na siku ya Alhamisi Tundu Lissu aliweza kufikishwa mahakamani huku nywele zake zikionekana kuwa zimeweza kuchakaa, na kiweza kusema kuwa ameweza kupitia mambo magumu akiwa gerezani. Hakuwa anapata matibabu ya kutosha na pia alikuwa ananyimwa chakula, huku wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na pia wafuasi wa Tundu Lissu ikemea vikali kitendo hicho cha Tundu Lissu kunyimwa chakula na pia za kupata matibabu, ikikumbuka kuwa Tundu Lissu ana majeraha ya marisasi mwilini mwake na yeye huhitaji ukaguzi wa matibabu wa mwili wake kila mara, na ni afueni kwake baada ya jaji mkuu kuweka wazi kwamba Tundu Lissu kosa la uhaini ambalo aliweza kukamatwa nalo si kosa la kweli bali ni kosa la kubandikiwa, na huu muda wote ambao Tundu Lissu amekuwa gerezani imekuwa tu muda wa kumdhalilisha kiongozi huyu wa upinzani, huku Rais Mama Daktari Samia Suluhu akiwekewa kesi mahakamani ya kumdhalilisha kiongozi wa upinzani na kutowapa viongozi wa upinzani uhuru wa kujieleza, na pia kuwapa vitisho ndogo hapa na pale kuwa kila wanapozungumza wanakamatwa ama wanatekwa nyara, kama vile aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole ambaye alitekwa nyara na hadi siku ya leo hajulikani halipo, na kiini ni kuwa alizungumza mabaya kuhusu serikali. Si mabaya bali aliweza kuweka ruanja kuwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu pamoja na serikali ya CCM haiongozi nchi kwa njia inayostahili, au ukipenda njia mwafaka, na wanaendesha nchi kujibinafsisha wao kibinafsi na hawajali maslahi ya wananchi, kwa kuwa wananchi wamekuwa wakilalamikia uchumi wa nchi, huku wakisema kuwa viongozi ambao wameweza kuchaguliwa na CCM ama wako chini ya Rais Mama Daktari Samia Suluhu na pia aliyekuwa Rais Jakaya Kikwete, wao wanajali tu maslahi yao kibinafsi, wakimtaja mtoto wa Kikwete Abdul kuwa ameweza kutumia mamlaka yake vibaya na kuwadhalilisha wananchi wanyonge, kuwadhalilisha wananchi wa kawaida. Na kama ulivyomsikiza Tundu Lissu ameweza kuzungumza na kusema kuwa haogopi na ataendelea kuzungumza yale yote ambayo serikali
inafanya na haistahili, ama serikali inafanya na inapeleka nchi kwa njia isiyo sawa. Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili taarifa linalosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii wakati huu ambapo siku ya Alhamisi Lissu aliweza kufikishwa mahakamani, nywele yake ikionekana kama haijaweza kuchanwa kwa muda mrefu na hajakuwa akipokea matibabu. Ikumbukwe kuwa ana majeraha ya marisasi mwilini mwake, na pia ikumbukwe kwamba ameweza kuzungumza na kusema alikuwa pia ananyimwa chakula akiwa gerezani na hali yake ya kiafya imeweza kudidimia. In short, hali yake ya kiafya ni duni, na nywele ambayo nimekuwa nazungumzia ni ile ambayo unaliona kwenye skrini yako. Je, unahisi kwamba Tundu Lissu alikuwa amedhalilishwa akiwa gerezani, ama unahisi kwamba tu ni yeye kutaka kupata ile attention kutoka kwa wananchi? Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.